kustope kwanza avance ya M23 RDF, kustope avance yao wasiendelee, ndio ilikuwa mission ya kwanza. Na mission ya pili ilikuwa sasa ndio yenyewe tuko tunafanya. Habari popote ulipo mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV, na tumaini kwamba popote ulipo wewe ni mzima wa afya, na pia tuko katika maeneo ya Uvira katika plani ya Ruzizi ambako mwanajeshi huyu ambaye msemaji wa Yakutumba ameweza kusema kauli yake kusema kuwa raia wapate kutulia kwa sababu wao ni wanajeshi ambao waliwekwa kwa ajili ya kusaidia serikali ya Kongo iwapo kama itashindwa kufanya kazi, wao wanawasaidia. Na ametoka kusema pakuwa kuna baadhi ya askari jeshi wa Kongo ambao wanaokimbia na kuacha bunduki zao katika mikono ya au waasi wa M23, lakini amefafanua kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana ambao ni watu wa FARDC ambao wanatoa siri za serikali kuwapatia M23, lakini amesema ya kuwa sisi wazalendo tu watu ambao hatuchukuagi rushwa na tuko hapa kwa malengo ya kuweza kumanage aidha kuweza kulinda raia na mali yake. Na pia amesisitiza kuwa budget yao kwanza, amesisitiza kuwa target yao kwanza ambao imewatuma wao waingie katika maeneo ya Uvira, alisema kwamba ni kuzuia kwanza kasi ya M23 ambao walikuwa wamekuja nayo, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba baada ya kubana Bukavu tutakuwa Uvira na Baraka, lakini wao wakasema ya kwamba mtafika mahali. Ndio maana ilikuwa target yao ya kwanza wa kufika katika maeneo ya Uvira ili wapate kuzuia kwanza hiyo kasi ambayo M23 walikuwa wamekuja nayo. Na target yao ya pili wamesema kuwa waingie kuangalia kisi ya kuweza kukomboa raia ambao walioko maeneo ya Bukavu, na pia ikiwezekana wapate kusonga mbele na kuweza kusaidia hata wale ambao wameshikiliwa kule maeneo ya Goma. Ndivyo msemaji huyo ametoka kusema hapa, na amesema ya kwamba tutapambana na tutahakikisha kwamba tunatoa adui katika nchi yetu ya Kongo ambaye anayevamia udongo wetu, na isemekane kuwa anasema kuwa ya kwamba wako tayari kwa kila kitu, kwa maana serikali inawaunga mkono, na pia serikali ndio ambayo iliweza kuwaita ili wapate kuambatana pamoja na jeshi la taifa la FARDC kwa ajili ya kukabiliana na jambo hili la M23 ambao wamevamia katika ardhi ya Kongo. Nikufahamishe kuwa mpenzi mtazamaji, tunawatangazia moja kwa moja katika jiji la Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ninayesema hapa ni Jacob Daniel Pascal katika channel yetu ya Global Vibes TV. Kama wewe ni wa kwanza kutazama video hii, tafadhali upate kubonyeza alama ya subscribe, alafu utashare na kucomment. Utakuwa umetusaidia zaidi sana kuweza kusambaza video zetu ili zipate kuonekana kila mahali ambako watu wanakwenda kuzifuatilia. Ni kuache mpenzi mtazamaji upate kujisikilia mwenyewe kila ambacho alikwenda kusema jemedari huyu wa vita ya wa kitengo cha wazalendo ndani ya Bukavu, wa nje wa Bukavu. Ni kusema kwa sasa ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa watu ambao walikimbia walikuwa wanatupa silaha, raia na rogota ya hivyo. Antuka tumaini wazalendo ni tumaini kubwa. Wazalendo ni tumaini kubwa sababu haiko mambo ya kuficha na haiko mambo ambayo tunaweza tukaenda ya gauche wa droite. Kama mtu yuko reserve, unaona match ya football, wale watu wenye wako kumaban, wale watu wenye wako kuviti wanapumzika, wanasubiria watu ambao wako wanacheza, wakichoka wale nao waingie wacheze. Ni kusema hii ni muda sasa ya wazalendo kuonyesha ya kwamba tumaini sasa iko ndani ya wazalendo, sababu FARDC ndio walitumika kazi na wanaendelea kufanya kazi, lakini kamem wanaonyesha malimiti. Na hata kama hawataonyesha vita ya gouvernement, haiko vita ya Rais Kisekedi, vita ni wakongomani, na ni Kongo ndio yenyewe inapaswa kuwa implike, au ni wakongomani wote ndio wanapaswa kuwa implike. Haiko vita yenyewe inafuata Kisekedi, Rais Kisekedi, wala haiko vita yenyewe inafuata hiyo d'etat major. Ni vita ambao wakongomani wote wanapaswa kujimplike, parce que ni bien commun, au nchi yetu ndio yenyewe iko yenyewe komenanse. Mtu hatutahitaji avia mtu. Mimi najua katika mji wa Bukavu au mji wa Goma hakuna mwenye anaweza penda ile desordre yenye M23 RDF kunafanya. Wajeshi wa Rwanda wako wanabaka wanawake, wako wanaua watu, Goma wako wanaua, Bukavu wako wanaua, wako wanabaka, mko mnapata habari. Wako wanafanya recruitment forcé, wako wanarekrute watoto wa miaka 13.